Heshima ni zako Mungu Baba yetu. Kwa muda huu tumekusifu, tumekutukuza wewe na kuabudu wewe kwa sababu unastahili. Kwa sasa tunataka kusikiliza kwa sababu umetuandalia meza ya chakula cha roho, ndio neno lako. Mtumie mjumbe ambaye umemwandaa. Acha roho wako tawali kusanyiko hili na kwa ajili ya kupokea ujumbe wa neno lako. Tunaomba katika jina tukufu la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru sana Mungu ambaye ametupa nafasi hii ya siku ya leo. Nilipotaja jina langu alikuwa hajafika, yeye anaitwa Tempe ama Shiraki kwa wengine. Tunafanya kazi ya Mungu pamoja naye. Alafu tufungue Biblia, tuanze Ufunuo sura ya 3 verse 7. Pia tutafungua Injili kama ilivyoandika Mathayo ya 13 hadi 19. Tunaanza kama alivyoandika Yohana sura ya 3:7 kuendelea. Maandiko matakatifu yanasema, na kwa malaika ya kanisa la Philadelphia andika, maneno haya anasema yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, naye anafungua wala hapana mtu anayefunga, wala hapana mtu. Tazama, nitawafanya washe kuabudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda wewe, kwa sababu umeshika neno la uvumilivu wangu. Mimi nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kufikia dunia yote. Kujaribu wao wanaokaa juu ya dunia. Jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, Yerusalema mpya utakaoshuka toka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio asikie ambalo Roho anayaambia makanisa. 16 ya Injili kama alivyoandika Mathayo. Tuanze 13 na tumalizie 19. Basi wakati Yesu alipokusha pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akisema, watu wanasema mwana wa watu ni nani? Wakasema, wengine wanasema Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii. Akawaambia, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Simoni Petro akajibu na kusema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni wa Yona, kwa kuwa mwili na damu hazikukufunulia neno hili, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Nami ninakuambia, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya Hadesi haitaishika. Za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litafungwa mbinguni, na lolote
utafungua duniani, itafunguliwa mbinguni. Hili ndilo neno la Bwana. Amina. Mungu ametukubalia wiki hii ambayo tunaiita Premission, na si mara ya kwanza tukizungumzia mambo kama na haya. Kila mtu ambaye amezaliwa ndani ya CBK anajua maana ya Premission. Kila mtu ambaye amezaliwa ndani ya CBK alafu analelewa ndani ya shirika hili anajua Premission maana yake nini, anajua mission maana yake nini, sababu ninaamini tunajua maana ya lile neno. Wiki hii tunaenda kuzungumzia somo ambalo linasema juu ya kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ya matumaini, hapana ya machozi, hapana ya kuvunjana mioyo, hapana ya kukoseshana salama, hapana ya kuharibishiana ushuhuda, lakini kutangaza habari njema inayoleta matumaini, jukumu kubwa la Mkristo ama la mfuasi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Narejea tena ili munielewe vizuri. Kuanzia leo mpaka Jumapili inayokuja tutazungumza sana juu ya somo kubwa ambayo ina kichwa kutangaza habari njema ya matumaini, jukumu kubwa ya Mkristo aliyekamili ama ya mfuasi wa Kristo. Alafu kwa siku ya leo tutaenda kuweka sana somo yetu juu ya somo ambayo tumepatiliwa na posti yetu ya Katwa, ili tuimize kuweza kufikia malengo makubwa ambayo Mungu anayangojea katika maisha yetu. Alafu kwa leo nazungumzia katika somo kubwa, somo ambayo inasema kwa nini upashaji wa habari njema ni jukumu kubwa la Mkristo ama la mfuasi wa Kristo. Kwa nini upashaji ama kwa nini kuhubiri Injili ni jukumu kubwa la Mkristo? Kwa nini? Alafu jibu hili tutaweza kulipata katika maandiko ambayo tumeyasoma, Mathayo pia Ufunuo. Tunaangalia mashairi haya mawili yakituonesha, hasa kitabu ile ya Mathayo ikituonesha wanafunzi wakimfuata Kristo, wanafunzi wakijifunza kwa miguu ya Yesu, wanafunzi wakifuata mafundisho ya Kristo. Ukianza versi ya kwanza ya 16 utaelewa ya kwamba ni Kristo anawafundisha wanafunzi wake. Alafu 13 mahali ambapo tumesoma anataka aangalie degree ya connaissance ambayo wanafunzi wake wamekuwa nayo kwake. Hautaweza kutangaza, hautaweza kufundisha kitu usichokijua. Kama inaweza kuwa jukumu la Mkristo, inabidi sana mtu ambaye anajiita Mkristo ajue maana ya kuwa Mkristo, maana yake nini, ajue Kristo mwenyewe maana yake nini, sababu hauwezi weza kufundisha. Kama ninawafundisha ni kwa sababu nimeelewa ninayoyasema. Singeliyaelewa ningelishindwa kuwafundisha. Alafu ni vigumu sana mtu kujua jukumu lake kama asipolielewa vizuri, na hataweza kujua kwa nini anaitwa kulitangaza, kwa nini anaitwa kuhubiri, kwa nini anaitwa kushuhudia. Alafu Yesu akateste wanafunzi, akakaa nao mahali fulani, baada ya kuwafundisha juu ya Wasadukayo na wale Wafarisayo, kwa yale mashairi yanayofuata pale nyuma, mahali ambapo sitaweza kukwamia siku ya leo. Akawaikalisha wanafunzi, sijui ilikuwa baada ya miezi mingapi ama ya miaka mingapi, baada ya wanafunzi kukaa kwa miguu ya Yesu. Biblia haikuwa wazi kutuonesha kama ilikuwa après combien de temps amejifunza kwa Kristo ndipo aliwauliza hili swali.
Lakini inajua ni baada ya muda fulani ndipo Yesu anakuja anawauliza, aangalie wameelewa ama wamejua yeye ni nani, ili watumwe katika kazi ya upashaji wa habari njema. Ninafurahia sana Yesu anakuja anaanza kujionyesha katika hali ya kwanza, hali ambayo mwenyewe anajipatia identity, anajiidentifia mbele ya wanafunzi wake, akiwauliza swali anawapa jibu. Lakini nafurahia pia attitude ya wanafunzi, ambapo wakati wanaenda kumjibu hawakumjibu kadiri yeye alivyojionyesha kwao. Anawauliza wanafunzi akisema, mahali mnapozunguka, mahali mnapotembelea, watu wanasema mimi ni nani? Kule ambapo mnaenda shinda Centreville, kwenye mashamba, mahali ambapo mnaenda kutafuta siku lenu la siku, watu wanasema mwana wa watu ni nani? Si amewapatia jibu? Yesu anawauliza, watu wanasema mwana wa watu ni nani? Ingalikuwa mimi ningalisema wanasema mwana wa watu ni mwana wa watu, sababu alikuwa tayari amepana jibu. Lakini angalia namna gani alafu wanafunzi wanajibu. Biblia inasema wakamjibu kwa haraka sana, wakamwambia Yesu. Wengine wanasema huko Yohana Mbatizaji. Shuhuda za watu wengine walimjua Yesu walipomuona Yesu, wakamuona Yesu sawa Yohana Mbatizaji. Wengine wanamtazama Yesu wengine wanasema wewe uko Elia. Maana yake incarnation ya Elia. Alafu wengine wanamwangalia wanasema Yesu, wakati tunazunguruka kule, tunafika Brazza, tunaenda Burichi, tunaenda Furu, watu wanasemaka wewe uko Yeremia. Na wengine alafu ambao wanashindwa kukuidentifie wanasema hapana, huyu kama haiko Yohana Mbatizaji, alafu haiko pia Yeremia, haiko Elia, alafu ni mmoja wa manabii. Amen, amen. Acha niwaulize kanisa, na nini mnajua Yesu ni nani? Kwenye shule niliacha hapa, tunafika mwisho, sababu tunaweza kuwaambia mwende mtangaze Kristo, akumbe na hamumjua hata. Tunaweza kumhubiri Yesu na hatujamjua. Tunaweza kuimba jina la Yesu na hatujalielewa tunaloliongoza. Ujuzi wetu kwa Kristo umekuwa mdogo sana. Wengi wanamtaja Yesu lakini hawajamuelewa. Wengine wamemfuata Yesu lakini hawajamwamini. Ndio maana unaweza kuona miujiza inafanyika ndani ya ibada, na Wakristo kama na nyinyi, wazee wa kanisa kama na nyinyi, wakasema ule mtu mumwangalie vizuri, anaweza kuwa ni mjumbe wa shetani. Unajua Yesu ni nani? Kila mara tunapotaja Yesu, unamuona nani? Mawazo yenu inawaambia ni nani Yesu, ili mweze kujikuta mnabeba mzigo wa kumpelekea watu wengine wamuelewe kisha mmemuelewa. Haleluya. Amen. Wazee wa kanisa, mnamjua Yesu ni nani? Madiakoni mlio hapa, mnamjua Yesu ni nani? Tunasema kwamba baada ya wanafunzi kuleta picha la Yesu katika mawazo ya watu wengine, Yesu akaenda Anteri, akatosha mawazo nchi, watu wanasema ni juu yake. Alafu akataka pia ajue wanafunzi ambao wamekaa kwenye miguu yake wanamuelewa yeye nani. Yesu hana besoin sema ya kujua watu wengine wanasema yeye nani. Asubuhi ya leo anataka ajue ndani ya roho yako wewe unasema yeye nani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hana besoin ya kusikia sema temoignage kwa radio watu wakisema juu yake, na sisi tunakuja tunaimba nyimbo za watu ambao wamemshuhudia Kristo. Ni vizuri, sijapinga interpretation, lakini wewe ambaye unabeba umemjua yeye ni nani. Alafu Yesu akawauliza wanafunzi ili apate kukumesire degree
ya connaissance yao panda ile muda ambao alikuwa amefanya pamoja nao. Alafu akawauliza, asante sana kwa yale ambao umeyaleta, watu wanasema hivi na vile. Sasa na nyinyi wanafunzi, nyinyi ambao mmekaa karibu nao, nyinyi ambao mmekula mezani pamoja nao, nyinyi ambao mmeniona nikihubiri, nikifundisha, nikiponya watu, nikifufua wafu, na nyinyi mnasema niko nani? Baba mmoja aliyekuwa shujaa sana, alafu akakamata neno ambaye anaitwa Simoni Petro, akajibu kwa haraka, akasema, mimi najua wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hamuone Yesu sawa mwana wa mtu. Petro yeye hajui Yesu sawa mwana wa watu. Petro yeye hakujua Yesu sawa nabii, sawa Elia, hakujua Yesu sawa Yohane Mbatizaji ama sawa Yeremia. Lakini kwa muda aliyofanya na Yesu, nyakati alizozifanya na Yesu, muda wote alipokaa akimwangalia Yesu, Biblia inatuonesha Petro akipanda viwango, akaanza kureservoir maono ya mbinguni pasipo yeye kujua. Alafu akasema, wewe kishimie, nimekuona pandaye ile wakati nimefanya na wewe ni mwana wa Mungu, hapana mwana wa watu. Kristo mwana wa Mungu anakutosha dimension ya mwana wa watu, anambeba dimension ya mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen. Biblia inasema Yesu akamwambia Petro, mtoto wa haiko damu na nyama nimekupatia ile maneno, Mungu Baba yangu aliye mbinguni ndiye amekufunulia. Yesu akapendezwa na connaissance ya Petro juu yake. Nulle part Yesu alikuwa hajakuwa présenté comme le Christ, le roi, le sauveur. Lakini Petro kwa muda aliyofanya na Yesu akapata kujua nature originale ya Yesu, akajua réellement mission ya Yesu katika dunia, akajua mahali Kristo anatoka pasipo kufundishwa waziwazi, lakini katika hali tabia alizoziona kwake Kristo zikamfundisha na zikamfikisha kiwango ya kumjua katika hakikisho la natira ambayo alikuwa nayo. Amen. Kanisa la Brazza, wakati tunasema Yesu, mwakili zenu mnakuja nini? Wakati tunasema juu ya Injili, roho zenu zinakapte ujumbe gani? Najua ndani yenu kuna watu wamefanya seka mwokovu 10, wa 20, wa 30, wa 40 na wa 50 na wa 6 na wa 10 wanaweza kuwa. Lakini ile muda ambao umeufanya na Kristo inakuambia Yesu ni nani. Inapoangalia kanisa, inapoangalia namna sisi wa Kristo, wafuasi wa Kristo wa leo tunatembea, tunaishi, najihisi kama hatujamjua Yesu ni nani. Tunamjua Yesu katika shuhuda za watu wengine, lakini tukisema kila mtu atuambie Yesu ni nani kwake, ile giza umefanya na Yesu, umevumbula Yesu ni nani, kuna watu watakosa majibu. Na ndio maana hauna interest, haujisikiake na ile msiku ya kutangaza connaissance yenye uko nayo kwa Yesu. Amen, amen. Hii ndio inafunga Injili. Kuna Wakristo ambao ni Wakristo, wafuasi wa Kristo, lakini hawamjui Yesu. Alafu hawana la kuambia watu juu ya Yesu, hawana la kuwafundisha watu juu ya Yesu, hawana
ile mzigo, shauku. Mungu, Yesu haiko priority, lakini akikuambia ufundishe watu commerce, unapata ya kuongea juu kuna connaissance juu ya commerce. Wakomersa, Bwana Yesu asifiwe. Akisema ufundishe mtu namna gani kapitali ya 500 francs inaweza kuwa 2000 francs, uko na connaissance. Na utapata ya kusema, utapata ya kufundisha, sababu kuna connaissance juu ya biashara. Akikwambia ufundishe mtu juu ya kulima, uko na ya kusema juu ya kulima ya shamba ama ya ukulima, sababu uko deja na connaissance. Akikwambia useme juu ya Yesu, unakosa ya kuongea juu ya nini? Sasa hivi kuuliza jirani, unajua Yesu? Hata kama unakaa karibu na useme, uulize kwa nini unajua Yesu? Yesu ni nani? Hata ile jina ya Yesu pale liko kwa Biblia. Nani mwenye iko na connaissance ya Yesu ni hayaandikiwa kwa Biblia? Amen, amen. Nasoma katika Biblia ni resulta ya découverte ya mtu ambaye anatembea na Mungu, kisha anakutana na Mungu katika hali nyingine, anasema uko Jehova Rafa. Sawa, resulta ya connaissance. Mwingine anatembea na Yesu, anaenda naye, anatembea pamoja na Mungu, anasema hapana, kisha nimekuona wewe uko Bwana wa majeshi. Mwingine anatembea na Mungu, anamwangalia vizuri, anatembea naye, alafu anasema no, huyu hapa c'est Dieu pourvoyeur. Unamjua aliyesema vile ni Ibrahim. Baada ya kutembea na Yesu na Mungu pamoja, anakuja kumgundua, muona hata kama Mungu amejipresente kwake kama baba fulani, kama Mungu fulani, kama anamuonesha yeye nani, lakini Ibrahim baada ya kuishi pamoja na Mungu akaja akagundua ya kwamba odela ya vile yenye uliniambia, sasa na mimi leo nimejua wewe ni. Tuangalie maisha ya mtu ambaye anaitwa Yobu. Biblia ya kwamba alikuwa mkamilifu, alimjua Mungu, alimpenda Mungu. Alafu Yesu Mungu akaruhusu shetani amjaribu Ayubu. Biblia inasema Ayubu akapigwa kabisa. Katika kupigwa kwake akatafuta kujilamante, lakini akaelekezwa na Mungu, alafu akanyamaza. Baada ya nyakati ya magumu makubwa sana, Mungu akachagua kumrejeshea furaha Ayubu. Biblia inasema alipoanza kuretablir maisha ya Ayubu, Ayubu akasema sasa leo nimejua ya kwamba mtetezi wangu anafanyaga nini? Anashimamaka wabuju. Ya kwamba wewe unaishi na kwa dakika ya mwisho unaweza ukafanya. Mtu ambaye kumwanzo anatuambia alikuwa mkamilifu, alimjua Mungu, alikuwa mcha Mungu, lakini baada ya kupitia kipindi pamoja na Mungu, akampatia yengine chini. Na leo tunapoabudu watu wanasema tunajua wewe unashindana wa mwisho. Tumejua vile sababu kuna mtu Ayubu aligundua ya kwamba mtetezi wake yu hai, na kwa nyakati za mwisho anaweza akafanya kitu. Katika maisha yetu wa Kristo, Yesu ni nani? Na kama hatujajua Yesu ni nani, kama hatujajua kazi za Kristo alizozifanya, kama hatujajua yale Mungu aliyoyafanya katika maisha yetu ndani ya Kristo, tunaweza kuishi kama watumwa ikiwa tumefunguliwa zamani. Amen, amen. Mnajua, nimeangalia makanisa na ninaangalia namna gani tunavyowaza juu ya Kristo, juu ya Mungu, alafu nikagundua ya kwamba ndani ya vichwa vyetu shetani amejaa kuliko Yesu. Kuna wengine wanasema namna gani mchungaji? Shetani amejaa mpaka tumemheshimu shetani kuliko Mungu. Shetani amekamata amplere ndani ya maibada zetu mpaka amekuwa priorite kuliko Yesu.
kanisa tunayoishi ndani yake. Angalia maisha yako, angalia akili zako, angalia ujuzi ulionao ndani ya imani ulionao. Utagundua ya kwamba unaogopa shetani kuliko Mungu. Wamingi msi hapa wanaogopa shetani kushinda Yesu. Ndio maana unaweza na mtu anaogopa kubakia na mshamba sasa shetani kwa. Anaogopa kwenda toilet, anajua shetani kwa. Utaona Wakristo ambao wamesema wameokoka wote wengi kati yetu wanajua shetani iko mahali pote kwa muda wote na anakontrole kila kitu. Na ili semina iwe vizuri inabidi tuwahubiri juu ya shetani. Ile semina italuma sana, itakuwa na movement yenye iko extraordinary. Hata katika namna yetu ya kuomba, muangalie kisi mnaomba mbele mlala. Baba mlinde na shetani, Baba mapepo usinigusi. Maombi yote presence ya mapepo walozi, tosishe yako ya maombi. Mena uko Mkristo uko na disa ya imani. Un bébé spirituel. Shetani ameyala marose, ameyala mwakili, amekuwa sije ya adoration ama ya maombi ambayo tunaifanya kila mara. Mnielewe vizuri, sijui kama na nyinyi mko vile. Nikiwaambia tushimame tunamwabudu Mungu kwa njia ya maombi, eske mtapata vya kuomba? Si mwenyewe mko wenye watakuwa wa munisco à l'église. Jiandae vizuri, tunatafuta kumponda shetani. Shetani. Maombi ya kuponda nani? Nikikwambia tembea kanyaga, kanyaga, unamponda shetani. Mtanama baba wa mafesi watafanya. Nikikwambia washa moto, teketeza wachawi, piga watu. Mvuma itaikia mkanisa, hakuna mwatakuwa disepasi kisajili diamu. Bwana muinue tena zaidi. Hakuna. Taniangalia Bwana wa wapi? Sema tukemee mapepo, roho ya makaburi, roho ya mihomo pale kanisa. Mtatoka huko mnasema sasa mhubiri ashafika. Grand distracteur. Ndio maana tuna Wakristo wafungwa ndani ya akili zao. Biblia inasema wametiwa giza ndani ya akili zao. Mumeokoka, lakini nyoyo zenu mnamjua shetani kuliko Mungu. Unaona mtu anafanya tu seminaire, iko anawapatia ma strategie du diable, bila kuwapatia ma strategie celeste. Na nyinyi mnaikala mnasema mwalimu ashafika. Sisi hatutafute ma strategie satanique. Kuna mtu hata nipa amen, kia anapenda nimwambie shetani ni nani. Tukikatala kumjua Yesu, hatuna ya kuongea juu ya Yesu. Hatuna ya kushuhudia juu ya Yesu, hatuna experience juu ya Yesu. Ndio maana watu wote wakipiga magoti ni kwa ajili ya kuombea, kukemea mapepo, kuangusha ulimwengu. Kuna mtu ambaye amefanya hiyo kazi juu ya maisha yako. Wewe mjue ingia ndani yake mzuri na uriti pamoja na utawale pamoja na. Kwa nini unajitafutia tena solution? Kuna mwanaume anaitwa Yesu, ameshinda shetani, ameshinda kuzimu, ameshinda mapresi prote zote, na anasema nyie tu mjikaze, muingie, mkae, niale mwenyewe, munikale pia, na hakuna kitawashindaka tena. Zinaenda wapi? Ndio maana Yesu kamata katoto kamekodi kanajua chini Mungu hakajui Yesu. Petro akamjua Yesu, akatoa ujuzi ambao inasatisfere roho ya Kristo, na Kristo akasema hakika kwa ile ujuzi ulionao, kwa ile confession de foi ulionao, nitalijenga kanisa.
na malango ya Hedesi haitashinda. Amen. Shetani hakuogopake juu uliomba na kuambia Mkristo mwenzangu. Shetani anaogopa neno ambalo linajengwa juu yake imani yako. Haunielewa vizuri? Shetani hawezi kuogopa hii kanisa juu umeomba maombi ya kupika ukuta. Mnaweza omba mnapika na ukuta, kwa jina la Yesu tunafukuza mapepo, kwa jina la Yesu tunakemea walozi washindwe. Hawaogopa ile maneno mnasema. Kama yale maneno mnayosema inatoka juu ya mfuke, haina msingi yoyote. Inabidi yale maneno mnayosema iwe ina mahali ambapo inatoka juu ya confession de foi. Amen. Mimi naamini miujiza ya miguu kuota mahali ambapo walikata. Naamini miujiza ya maiti kufufuka na ikaishi tena. Naamini miujiza ya sida kupona ghafla, ya diabete kupona ghafla bila kuprime. Shida ni kwamba tunaomba pasipokuwa na msingi iliyo sawa ya imani. Hii ndio shida tulionayo. Hii ndio shida waongozi tulionayo. Hii ndio shida kanisa tulionayo. Mahali ambapo imani zimejengwa tu juu ya mambo ya chuchu, pasipo kujengwa juu ya ujuzi wa Kristo ni nani. Petro akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Akasema Yesu, juu ya yale uliyoyasema nitajenga kanisa, wala misingi malango ya Hedesi haitanishinda. Wakristo wote mlio na imani sawa, na waambia hakika mnalindwa na Bwana. Wakristo wote mlio na imani na ujengwa juu ya neno, na wahakikishia hakuna mlozi anayeweza kuangusha. Nyote mlio hapa, imani zenu zimejengwa juu ya Kristo aliye mwamba imara, hamwezi kutikisishwa na chochote kile. Nataka mjue Yesu ni nani. Yesu anasema mimi ni mwamba iliyo imara, na mtu akijenga juu yangu vizuri, hata zoruba zinapokuja, hata dunia inapoyumbishwa, wewe utabaki imara, sababu ya msingi ambaye ni Kristo. Katika Mathayo, mahali ambapo wanatuelezea juu ya nyumba iliyojengwa juu ya mwamba, yenyewe ikajengwa juu ya mchanga, hizo habari mnazijua. Biblia inasema zote juu zilikuwa na forme moja, zote juu zilikuwa na pentire moja, zote juu zilikuwa zinafananishwa, zilikuwa na sura moja, picha moja, lakini misingi ilikuwa inabisha. Misingi. Biblia inasema wakati zoruba ilipopita, maji ikapika ukuta. Kama nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, epreve ilikuwa molelea, lakini resulta ilikuwa tofauti. Resulta ilikuwa tofauti. Ndio maana unaweza omba sawa mie na resulta inakuwa tofauti. Unaweza fanya sawa mie na resulta yako inakuwa tofauti, sababu hatuna base moja. Unaweza kuwa mmeikala kiti moja, wazazi wangu mlio hapa pia kishalikuya, sababu misingi yenu haifanani. La connaissance que tu as, ile ndio element déclencheur ya miujiza ya mbinguni katika maisha yako. Ndio maana inabidi tumjue Yesu na tumuelewe Kristo, tumumeze kabisa, tumfahamu vizuri. Mafundisho ya uongo, mahali ambapo tunatafuta kuelekea ndani ya kitabu chetu ya mwisho, yanaweza kuwapotosha watu. Alafu Biblia inasema kwamba malango ya Hedesi haitalishinda kanisa. Na kanisa letu la leo tunaangalia mafundisho yote inaelekea mambo ya mapepo, mambo ya vifungo. Haya ndio mafundisho ambayo imejaa katika makanisa. Najua kubarikiwa. Alafu baba anaongeza ile changamoto ambayo tutazungumzia leo. Kanisa, yale mafundisho ni mazuri. Kuna pia mapenzi ya Mungu ndani yake. Kuna pia usaada. Kuna wale watu wanasaidiwa katika yale. Amen. Kuna
kuna njia iliyo ya wepesi. Kuna njia ambayo inaweza kukupatia reseta iliyo sawa. Njia hii ni mtu ambaye anaitwa Yesu. Kuna binti moja alikuja nimwombee nyumbani. Nikamwambia yule binti, nikasema mimi ninaweza kukuombea muda huu unakuwa salama, sababu uko hapa mahali nilipo. Lakini ukitoka hapa, umetoka kwenye presence ya Mungu wangu hapa, utaenda na nani? Ndio maana kuna watu wanaombewa hapa kanisani, unajikuta uko salama. Ukifika tena nyumbani mambo yanaharibika. Uliombewa tu pasipokuwa na yule aliyekutengeneza. Mwache niwaambie Wakristo wenzangu, sisi ambao mnatuita waombaji hatuna lolote la kufanya katika maisha yetu. Sababu ukiona tunapoomba tunasema kwa jina la nani? Maana yake hatuna la kuomba. Pahali ya kuja kwangu ni kuombea Yesu, uwe na Yesu awe solution katika maisha yako. Unaona mtu ambaye anakuja kila mara aombewe tu. Na mimi nakwambia mimi nina Yesu. Ukiwa na Yesu unanifanana. Tena unamkataa leo unapenda kusaidia. Sasa hakofisu. Na kuna wahubiri ambao wamependa yale mambo, sababu kila mara wanapokuja waombee unawaachia kitu kidogo. Mimi sihitaji pesa zenu. Nahitaji kumjua Yesu awe msaada katika maisha yangu. Yesu ambaye amenitengeneza, amenipa ujasiri, Yesu ambaye amenifanya kishi nilivyo, Yesu ambaye ananitumia kimiujiza, anaweza kuyafanya pamoja nani. Haina budi niwaoneshe kama mimi nina uwezo ya kufanya, hata nyinyi mna uwezo ya kutenda mkiwa na yule Yesu. Amen. Huyu ndiye anasema amekuja kwetu ili tuwe na uzima kwa utele. Ili watu wote wanaomwamini wawe na uzima, wawe huru, wawekwe watu ambao wanaweza kuwa nuru katika dunia nzima. Ni Yesu. Alafu anamwambia Petro, kwa njia leo chochote ambacho mtafunga duniani mbinguni kitafungwa. Nisaidie kuuliza ambayo unakaa ya kufunga mambo moja duniani. Sana kuuliza ni mpaka ni wanegosie. Amen. Unajua wakati mnaulizana vinaingia haraka. Unajua jinsi uko na mamlaka ndani yako kama una Yesu. Kama una Yesu hapana, ni wote hamna ile mamlaka. Wewe una Yesu. Kama una Yesu sasa unajua jinsi uko na ile mamlaka. Kwa nini uko unashilamante? Kwa nini uogope ulimwengu wa giza? Kwa nini uogope mashetani? Kamlosi kamkariti, kwa nini kanakusumbua, kanakukosesha sana? Esi unajua kisi unaweza sema kwa njia leo mlosi yote matafika kwangu na iko na bina atakufaka na anakufa. Biblia inasema kwa sababu ya yale ambayo umeyasema Petro, kwa ujuzi ulio nayo, ile confession ambayo umeisema, chochote chenye utasemaka hapa kama kanisa, kama mtakatifu, mbinguni itakikubali. Eski mnajua ya kwamba Yesu ametupa mamlaka ya kusema kila mlosi mwenye anaruka usiku, akiruka usiku, anafika juu ya nyumba yangu atafanya ajali. Na anaruka, anafika, anaanguka. Eski mnajua kisi mnayo yale mamlaka? Hamjajijua, hamzielewe. Wengi kati yetu hawajajielewa, hawajui Yesu ni nani. Wanaamini ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kusema kundu na mbana. Yeye hana uwezo kusema hii kundu kwa jina la Yesu haitani baraka. Hamujajielewa. Unajua, kuna muda nimejifunza Yesu ni nani. Ninafuatilia Yesu. Akanituma katika maisha ya watu ambao tunawaita walozi, wafumu. Akasema jifunze kwa wale, watakufundisha niko nani. Kajiuliza kwa nini Mungu ananituma katika maisha ya hawa watu? Alafu nilikuwa naomba kwa ajili ya miujiza, nikasema Mungu, kwa nini miujiza hatuyaone tena? Kwa nini miujiza haitendeke tena? Alafu akanituma ndani ya maisha ya wafumu,
sababu wengi kati yenu wanawaheshimu wafumu kuliko wachungaji, wanawaheshimu wafumu kuliko Roho Mtakatifu. Akaniambia, angalia mfumu, mtu anakuja kwake akiwa sterili, anamwambia nimefanya seka bila kusala. Mfumu anasema uende utazama mapashi, na mtu anazama mapashi. Mfumu enule pasere, tuko hapa tunakuwa incapable ya kuproduce message. Akumbe Mungu haiko Mungu. Maana yake shetani ndio Mungu na Mungu ndio shetani. Haiwezekani. Tunayo mamlaka na ndiye tunasema ile confession, ukiwa na ile confession iko original. Matasa watazaa, jina la Yesu wanazaa. Waliokuwa wanaaniwa wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Akamwambia Petro, ujue kuanzia sasa, sababu umenijua mimi ni nani, chochote utakachokisema nitakifanya. Unajua kisi ile privilege iko juu ya maisha yetu. Ama mnawaza tu aliambia Petro nikaishia pale. Mkijua ya kwamba Yesu amewafanya vipi, namna gani mnashindwa kumshuhudia kwenye mnashinda? Namna gani mnashindwa kumtangaza mfamilia zenu? Nimewaona watu ambao wiko wa occultiste ambao wanafanya de croissant, wana interesse watu kuingia maloji. Na sisi wa Kristo tunatuko kule, tuko sawa mayatima zenye hazina msaada. Ikiwa tuko na baba aliyecreator, mwenye aliumba mbingu na dunia, mwenye anatawala juu ya falme zote, anaikala mwe uko naye kisa na ekapa anayala mwa kanisa. Kuna mtu mmoja akasema mkuye mmoje kugizi kwa mtamu. Sikia mshaka sikia mtamu wa Yesu. Tu pale kwa kisomo cha Yesu alituzalia kama tu twende tu. Wangapi kati yetu wameonja utamu wa Yesu? Na tunapoonja utamu wa Yesu, tukimsikia kisi anasiha, tutaweza kuambia watu wengi. Tumesikia utamu wa Yesu kabisa, wazee wa kanisa wa Kristo wenzangu mlio. Tumesikia tuko mjisomo pale formality. Utamu wa Yesu, hawa wameonja utamu wa Yesu. Ndio maana unaweza ona mtu anapitia kipindi kizito kigumu, lakini furaha iko ndani ya moyo wake. Lakini kuna uhakikisho, ujasiri, anajua Yesu yupo pamoja naye. Weka shida kwa magonjwa ya deza, umeshaingia mafunzo ya magonjwa ya deza. Chia kuchelewa kuzala senka simua, unaanza babaika kwa misomo. Wale ambao wameonja utamu wa Yesu watamshangilia Bwana. Unajua ukikuwa na deni, unakuwa na deni wakabambi kama ni wakopeke, kisha unajua mtu mwenye iko na uwezo wa kukulipia ile madeni ya makopeke. Uko na 5,000 yenye ushakashindwa kulipa, yenye nashamaya kushashindwa kulipa, kisha mtu anakulipia nayo. Na anakuambia wewe ambia wote wenye wiko na madeni wakuye na walipia nayo. Na unaenda sikutina kunyumba. Kama tumesamehewa na Yesu, balozi wenye wiko huko mashaka okoka, mmesamehewa balozi. Unashinda kunaambia wengine balozi. Huko kwa mtu mwenye anamaliza balozi. Wewe baraka ulikuwaka, leo umesamehewa sana, umetembea katika utakaso. Umeonja utamu ya Ukristo. Unashinda kuwatangazia wambaraka wengine. Amen, amen. Kama tumemjua Yesu, ile inatupatia wepesi wa kutangaza habari njema. Ama nijua hatujasamehewa petete. Tuko ndani ya Ukristo ya masheria, alafu tunasahau jinsi tumesamehewa. Makilpabilite zinayala roho, mpaka tunasahau jinsi tumesamehewa. Kama kweli umesamehewa na unajua mwenye kusameheaka, jua nini unashindwa kuleta vingine wasamehewa. Jua nini unashindwa kuleta watu wengine waponeshewe mahali ambapo uliponea. Kwa nini
unashindwa kuwaleta watu wengine? Kama tumeona Yesu, tumekutana na Yesu. Enda katika kitabu cha Yohana sura ya 4, kuna binti mama mmoja ambaye alikuwa kahaba, akakutana na Yesu, akasamehewa kwenye kisima, akarudi mahali ambapo alikuwa anaishi, akawaambia hapana, nimekutana na nani? Nimekutana na nani? Wewe umeokoka, ndio kwamba hawajui. Umeokoka, wafuasi wako hawajua kitu cha kuokoka. Umeshindwa kuwa témoigner ce que tu as fait pour toi. Unashindwa kuwa révéler uwezo ya pardon yenye Yesu amekupatia. Est-ce que réellement umesentir ce que Christ a fait pour toi? Unaona gizi liko na dhambi. Ni kwa sababu nimeonja Yesu. Nataka nyie wote mjue gizi mjue. Nataka hata mfahamu juu yao. Mwelewe ce qu'il a fait pour vous. Yesu amefanya juu yenu. Ninamuona kama mtu mmoja ambapo kalikuwa, Biblia inasema kalikuwa kakiwete tangu kuzaliwa kwake. Kiwete ambaye anakaa kwenye mlango pale katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Biblia inasema alikuwa anakaa kwenye mlango, alafu siku moja Petro na Yohana wakaenda wakamwambia hatuna chochote, sababu alijua mahali Yesu aliwatosha. Kama kwa neno Yesu aliwasamehe, kama kwa neno Yesu aliponesha watu, kama kwa neno tu Yesu alifufua Lazaro, akume yule Yesu aliyesema tutayafanya anaweza kuyafanya kwa mtu. Kama Yesu alituhurumia sisi tuliokuwa wabaya, anaweza kumhurumia. Biblia inasema Petro akafika mahali alipo, akasema wewe unatuangalia, si hatuna franga, hatuna chochote cha kukupa, lakini tuna kitu kimoja tu ambacho tumepewa, nasi tutakupa. Walikuwa wamepewa Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa amewapa Roho Mtakatifu, na akasema kwa jina la Yesu simama na utembee. Biblia inasema miguu ikaanza kujitengeneza, mishipa yenye haikutoka miguu inaanza kuaparate. Sisi mnamjua Yesu mali dimension. Alafu mwenyewe uko na estoma ya pesa, unawaza haizi kuonesha asubuhi leo. Umeenda sema ubukonibwa, haiko kwako. Unaweza malizika asubuhi leo. Kama haujui Yesu anaweza kukuponesha, hata tunyangule mikono wako watoto wapone, hautapona jua haujui Yesu anaweza kukuponesha. Biblia inasema alikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa anatokwa na damu, anasumbuliwa sana. Biblia yangu ya Swahili Kongo ilimuita kisima cha damu. Biblia inasema hali alipokuwa alisikia habari za Yesu, akazielewa, akasiamini, akaacha kusema ndani ya moyo wake, nikipata nafasi ya kugusa vazi ninapona. Umegonjwa kasere, sikataa. Eske roho yako, imani yako inakuambia gizi kasere inaweza pona asubuhi leo? Leo kaende basi tuende tu. Mungu sawa. Hii ndio shida. Hii ndio shida katika maibada tunazozifanya. Yesu ambaye alifufua Lazaro iko hapa, anakaa hapa, iko ndani ya ibada hii. Anakataa kuamini kisha anaweza kufufua biashara yako. Tukimjua Yesu katika viwango vile, evanjili inakuwa priority de priority. Tukimuelewa Yesu katika zile madimension, utakuwa unamuona mtu mwenye anaonelewa na dhambi, unajisikia na roho ya kumtangazia Yesu, sababu unajua Yesu sema sio problem yenyewe anapitia. Utakutana na mgonjwa, utamtia matumaini, sababu tumesema somo yetu inatuhimiza kutangaza habari njema ya nini? Ya matumaini. Amen, amen. Hizo mamlaka tunazo sisi tulio na Yesu. Yaani mlio hapa hamna Yesu, mkubali Kristo sababu mtapewa mamlaka yake. Chochote mtakachokifunga kitafungwa. Chochote mtakachofungua kitafunguliwa. Ndio maana mimi kila mara napofika nyumbani kwao naandika watoto mikono kwa jina la Yesu, tena Mungu akuzidishie neema. Sababu najua nimepewa mamlaka ya kuzidisha neema. Ninaweka mkono juu ya kichwa cha mke wangu na tabiri mema juu yake. Najua ninazo mamlaka ya kubadilisha maisha. Baba mwenyewe hapa mmeokoka mara ngapi mwaombea watoto wenu? Ila mnafika. Nani alitaiko kwa? Wachichiwe.
Angalia degree ya spirituality uko nayo. Una mamlaka, unasala mtoto ambaye hana akili ya masomo mzuri, unambandika mikono, unasema kwa jina la Yesu. Imeandikwa kwamba wote ambao hawana akili waje waombe. Nampatia akili mtoto wako. Mbinguni nasema chenye unasema inatia vema. Mungu na mabuge kunyumba tu. Kazi ni kubalaumu davantage. Chitingo. Unawaforce davantage. Kwa sababu hamjajua Yesu. Kwa sababu hamjajua neema ya Kristo maana yake. Unazala shirikana tena maongeza mtsuma. Ikiwa uko sasa kumpresenter, ama nijua hamuna Yesu ndio maana mnashindwa kuwapresenter Yesu. Hawezi kuweza kupresenter chenye hauna. Amen, amen. Maneno haya nayasema kwa ajili ya kuwaonya na kuwagusa. Ili tena mjue nafasi ya Mungu katika roho zenu. Ili mpate kuelewa kwamba si kwa misaa tunakuja mbele za Bwana. Si kwa misaa tunakuja hapa sababu tunakuja kukutana na yule aliyetusamehe sana. Tunakuja kumwabudu yeye aliyetukufia. Tunakuja kumwabudu mtu ambaye hafanane watu wengine wote. Tukijua Mungu katika viwango vile, injili tunabashiri gospel kwa nguvu na watu watamjua Bwana, na misio yetu tunasema mission itakuwa na influence yenye positive. Mungu awabariki.